Niambie ukweli, una ndoto. Lakini kila siku unaamka, unafanya kitu kile kile, unaenda kulala na ndoto hiyo bado iko pale pale. Hujasogea hata kidogo. Najua tatizo sio nguvu yako, wala pesa yako, wala bahati yako. Bali ni fikra moja ndogo ndogo sana, ambayo hujawahi hata kuifikiri. Leo tutaifungua pamoja. Karibu sana kwenye channel hii. Kama ni mara yako ya kwanza hapa, asante kwa kuja. Na kama wewe ni mfuasi wa zamani, nakushukuru kwa uaminifu wako. Leo tunazungumza kuhusu kitu ambacho watu wengi wanakipuuza. Kitu kinachoonekana kidogo, hakina nguvu, hakina uzito. Lakini ukweli ni huu. Fikra moja ndogo imeweza kubadilisha biashara, mahusiano, afya na mustakabali wa watu wa kawaida kabisa. Watu kama mimi, hata wewe. Na mimi sio mtu wa kukuambia hadithi za uongo. Kila ninachokishiriki hapa kinatoka kwenye uzoefu wa kweli wa maisha. Fikra kwanza, kubadilisha swali unalouliza. Watu wengi tunajiuliza, kwa nini maisha yangu ni magumu? Na swali hilo linakufanya ubaki pale ulipo. Lakini mtu mmoja aliwahi kubadilisha swali lake akasema, ninaweza kufanya nini sasa hivi na nilicho nacho hichi? Swali moja tu, ndogo na rahisi. Na jibu lake lilimbadilisha kila kitu. Kwa sababu ubongo wako ni kama injini. Unafanya kazi kulingana na mwelekeo unaopewa. Ukimuuliza swali baya, unapata jibu baya. Ukimuuliza swali zuri, anaanza kutafuta fursa ambazo hukuziona kamwe. Fikra pili ni kuamini kwamba unastahili. Hii ndio fikra nyepesi zaidi duniani, na wakati huo huo ndio ngumu zaidi kuiamini. Nastahili mafanikio. Sema tena kwa sauti. Watu wengi hawafanyi kazi kwa sababu hawaamini wao ni wa kutosha. Wanaogopa kujaribu, wanaogopa kushindwa, wanaogopa hata kufanikiwa, kwa sababu hawajui watafanya nini na mafanikio. Fikra kujikubali kwamba wewe ni mtu wa thamani na kwamba unastahili kitu kizuri inaweza kubadilisha jinsi unavyoamka asubuhi, jinsi unavyozungumza na watu na jinsi unavyofanya maamuzi. Ni fikra ndogo, lakini matokeo yake ni makubwa sana. Fikra tatu ni hatua ndogo kila siku. Unajua nini kinachowashinda watu wengi? Wanataka mabadiliko makubwa sasa hivi, na wakishindwa kuona matokeo haraka wanaacha. Lakini fikiria kitu kimoja hivi. Kama utaboresha kitu kimoja maishani mwako kwa 1% tu kila siku, baada ya mwaka mmoja utakuwa mzuri kwa 307%. Hesabu ni za kweli. Hii inaitwa compound effect, athari ya mkusanyiko. Fikra moja ndogo, leo nitafanya hatua ndogo moja tu, hiyo inatosha kuanza safari yako. Sasa nataka kukuambia kitu kwa unyoofu kabisa. Video hii inaweza kukusaidia, lakini maarifa bila vitendo ni kama mvua inaonyesha baharini. Haifai kitu. Chaguo ni lako. Unaweza kutoka hapa ukisema nzuri na kurudi kwenye maisha yako ya kawaida tu, au unaweza kuchukua fikra moja tu na kuianza leo hii. Chagua swali unalouliza. Amini kwamba unastahili. Fanya hatua ndogo moja. Hiyo inatosha. Hiyo ni mwanzo. Sasa kama video hii imekugusa moyo, kama kuna kitu kimoja ulichopata hapa, na kuomba ufanye mambo matatu madogo. Moja, like video hii. Inanisaidia kujua maudhui gani yanakusaidia zaidi, na YouTube inasaidia kusambaza video hii kwa watu wengine wanaohitaji kusikia ujumbe kama huu. Lakini pili, subscribe na ugonge kengele. Kila wiki ninakuja na maudhui ya kuimarisha kifikra, kiroho na kimaisha. Usikose please. Lakini tatu, comment hapo chini. Niambie fikra ipi kati ya hizi tatu imekugusa zaidi, au niambie fikra ndogo gani imewahi kubadilisha maisha yako. Nataka kusikia story yako. Na kama unajua mtu, rafiki, ndugu, mpenzi ambaye anahitaji kusikia ujumbe huu, basi share video hii naye sasa hivi. Zawadi ya bure kubwa zaidi unaweza kumpa mtu ni neno zuri wakati anapohitaji. Asante kwa muda wako wa thamani. Nakupenda na kuamini, na ninajua fikra moja ndogo inaweza na itabadilisha maisha yako kabisa. Tutaonana video ijayo. Kwa heri.